Miongoni mwa kitu ambacho kimezidi kushtua mashabiki wa mpira zaidi Tanzania ni namna ambavyo siku zote wanasema mwenye nacho ataendelea kuongezewa na mwenye ambaye hana ataendelea kunyang'anywa. Sasa ambacho kina hudumu sasa hivi ni namna ambavyo Dar es Salaam Young Africans wamepindua meza kibabe kweli kweli, ambapo rasmi wamemsajili mshambuliaji machachari nguli kweli kweli kutoka pale Msimbazi na ambaye alichukuliwa kwa mkopo kule Wydad Casablanca nchini Morocco. Sasa Young Africans wamemnasa rasmi mshambuliaji Selemani Mwalimu Gomez kwa mkataba wa mkopo wa mwaka mmoja kuelekea msimu wa 2026-27. Huu umekuwa usajili wa ubaya ubwela na dhihirisho la dabi ya kweli ya uhamisho nchini. Kwa sasa saa chache zilizopita mchezaji huyo alitambulishwa kupitia video maalum kwenye tamasha la Simba Day Agosti 8, 2026 akiahidi kusalia Msimbazi. Hata hivyo Yanga wamepindua meza juu kwa juu akiwa angani akirejea kutoka Wydad Casablanca ya Morocco na kumalizana naye jumla. Utakumbuka zaidi taarifa zilizokuwepo na utekaji wa angani, mambo yalikuwa ni mengi kweli kweli, na ni kwamba keti ya kwanza ya Simba Sport Club ya Simba ilitangaza rasmi kufikia makubaliano ya Wydad Casablanca kumuongezea Mwalimu mkataba mwingine wa mkopo wa msimu mmoja kwenye tamasha la Simba Day. Video iliyorushwa akisema kuwa mimi kijana wenu Selemani Mwalimu Gomez nitakuwepo msimu wa 2026-27. Simba nguvu moja ubaya ubwela. Lakini ukweli wa makubaliano ni kwamba wakati Simba wakiamini wamemaliza kazi, klabu yake mama ya Wydad Casablanca ilikuwa bado haijasaini nyaraka zozote za mwisho za uhamisho, huku kukiwa na sintofahamu ya kifedha makubaliano ya awali. Lakini vile vile Yanga imepindua meza. Mabingwa watetezi wa Yanga walitumia mwanya huo kuweza kuweka mzigo wa maana wa kifedha mezani wa Wydad Casablanca, wakati mchezaji akiwa kwenye ndege kurejea Tanzania akiamini anaenda kusaini mkataba wa Simba. Yanga walishamaliza biashara na Wydad na kumtangaza rasmi kama mchezaji wao mpya. Mwalimu ameshafuta video zote za mashirikiano collaboration na Simba kwenye kurasa zake za kijamii. Mpaka sasa hivi Instagram hakuna chochote ambacho anaendelea kushare na Simba Sport Club. Amefuta kila kitu kuhusiana na collaboration au kushare video au picha fulani. Lakini vile vile wengi wao wamezidi kujiuliza maswali mashabiki na kusema kuwa atakuja Yanga kucheza namba hipi, kwa nini na why Yanga wamejaza kikosi pale mbele. Lakini kwamba namba 9 mshambuliaji Selemani Mwalimu, center forward Selemani Mwalimu anakuja kucheza kama namba 9 halisi. Yanga wamemvuta ili kuziba pengo kubwa la mshambuliaji aliyoliacha pale Prince Mpumalelo Dube mwana wa Mfalme. Na utakumbuka kwamba mshambuliaji wa pembeni winga, kutokana na kasi, nguvu na uwezo wake mkubwa wa kukimbia na mpira, ana uwezo pia wa kutokea pembeni kutokea namba 7 au 11 pindi Mwalimu anapotaka kutumia mfumo wa ushambuliaji wawili mbele. Kwa hiyo hatakupa kile kitu ambacho bado kocha anaweza akawa na kihitaji kweli kweli. Na wengi wamesema kuwa hiki anachokifanya Selemani Mwalimu kwa kweli ni rekodi ya kipekee. Magoli yake msimu uliopita 2025-26, utakumbuka kwamba ligi ya NBC Premier League Mwalimu alifunga mabao 9 na kutoa assist 3 kwenye ligi kuu ya NBC akiwa na jezi ya Simba Sport Club wekundu wa Msimbazi. Vile vile mabao jumla katika mashindano yote msimu uliopita amefunga jumla mabao 15. Hii ni performance ambayo alionyesha, lakini uwezo ambao alifanya Simba Sport Club iweze kuishia kuchukua makombe mawili, lakini vile vile kubaki nafasi ya pili katika nafasi ya NBC Premier League. Sifa ya kipekee alionayo Selemani Mwalimu ni kwamba alifanya makubwa haya huku mara nyingi akitokea benchi kama super sub chini ya kocha Steve Becker, akicheza jumla dakika 1432 pekee kwenye mechi 31. Hii inamfanya kuwa mshambuliaji mwenye uwiano mzuri sana na mabao kwa dakika alizocheza, clinical striker wanasema wataalamu. Lakini vile vile Simba aliwasaidia wapi msimu uliopita? Wengi wamekuwa kimbeza kitendo cha kuhama kuja Dar es Salaam Young Africans ni kwamba ubingwa wa kombe la Muungano alikuwa shujaa wa Simba kwa kufunga goli la ushindi kwa mkwaju wa penalty dakika za jioni dhidi ya Yanga huko Zanzibar, mchezo uliomalizika kwa Simba kushinda goli 1-0 kubeba kombe. Lakini vile vile kombe la shirikisho la CRDB Bank Federation Cup aliongoza safu ya ushambuliaji ya Simba na kuwasaidia kubeba ubingwa huo mkubwa nchini. Wengi wao wameendelea kusema kuwa mabao ya kufungua mchezo ndiye aliyekuwa mfungaji bora wa Simba msimu uliopita, akiwatafutia alama muhimu pindi washambuliaji wa kigeni waliposhindwa
kufaulu au kufua dafu mbele yake, lakini vile vile atasaidia wapi ndani ya kikosi cha Young Africans. Utakumbuka kwamba ufanisi mbele ya lango, clinical finishing, ni hatari kweli kweli. Yanga walihangaika msimu uliopita kupata namba 9 mzawa mwenye uwezo wa kutumia nusu nafasi kufunga, lakini mwalimu ana uwezo mkubwa kufanya maamuzi sahihi anapokuwa kwenye box. Na utakumbuka vile vile kasi na pressure, high pressing. Wanasema ana umri mdogo, miaka 23 na nguvu nyingi. Atasaidia mfumo wa Yanga wa kushambulia kwa kasi na kuzuia kuanzia juu, pressing, ili kutega mabeki wapinzani. Na utakumbuka kwamba msaada wa kimataifa kutokana na uzoefu wake mfupi wa Wydad Casablanca na kucheza michuano mikubwa kama Club Bingwa Dunia, Club World Cup dhidi ya timu kama Juventus na Al Ain mnamo 2025, ataleta uzoefu mkubwa wa michuano ya kafu kwa Yanga. Sakata hili la uhamisho limeongeza joto kuelekea mchezo wa ngao ya jamii utakaopigwa hivi karibuni, ambapo mwalimu anaweza kucheza mechi yake ya kwanza ya dabi akiwa amevaa uzi wa kijani na njano dhidi ya waajiri wake wa zamani. Bwana, hatari kweli kweli. Hicho ndo kitu ambacho mpaka sasa kinaendelea kuteka vichwa vya habari kweli kweli. Selemani Mwalimu sasa hivi ni Young Africans. Maoni gani ambao ulionayo kwa hiki ambacho kinaendelea? Hii ni Maili Media TZ. Hakikisha kwamba una comment, una share na subscribe, na utazidi kwa mtu wa kwanza kupata stories zetu kutoka ndani na nje mipaka ya Tanzania. Bye bye.